Zamani vita vilipiganwa na wanajeshi, baadaye vikaanza kupiganwa na mizinga, ndege za kivita na makombora. Lakini leo dunia imeingia kwenye enzi mpya kabisa. Enzi ambayo baadhi ya mashambulizi yanafanywa bila rubani hata mmoja kukaa ndani ya ndege. Ndege zinapaa maelfu ya kilomita, zinaona, zinafuatilia na wakati mwingine zinaweza kushambulia bila maisha ya rubani kuwa hatarini. Na hakuna taifa lililowekeza kwa kasi kubwa kwenye teknolojia hii kama China. Kutoka droni ndogo za upelelezi mpaka droni za stealth zinazoweza kupenya ndani kabisa ya eneo la adui. Leo tunaingia ndani ya ulimwengu wa siri wa China, tukihesabu droni 20 za kijeshi zinazotisha zaidi. Kuanzia nambari 20 mpaka droni ambayo wengi wanaamini ndiyo sura ya vita ya baadaye. Karibu kwenye Top 20 China Military Drone. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika makala yetu. Tukianza na nambari 20, hapa tunakutana na droni ya ASN-209. Kabla ya droni za stealth, kabla ya droni za mashambulizi na kabla ya China kuanza kutengeneza ndege zisizo na rubani zinazotikisa dunia, kulikuwa na droni ambayo ilisaidia kuweka msingi wa teknolojia hiyo. Droni ya upelelezi, droni ya kukusanya taarifa na droni iliyoisaidia China kujifunza hatua za mwanzo za vita vya kisasa vya UAV. Hii ni ASN-209. Wakati China ilipoanza kuwekeza zaidi katika teknolojia ya drone, hitaji kubwa lilikuwa kupata taarifa za haraka kutoka uwanja wa vita. Jeshi lilihitaji macho ya ziada angani, macho ambayo yangeweza kuona mbali bila hata kuhatarisha maisha ya marubani. Ndipo ASN-209 ilipoanza kutumika kama drone ya upelelezi na uangalizi wa maeneo ya operesheni. Ni drone ya reconnaissance, hutumika kwa surveillance na upelelezi, hutoa picha na taarifa za uwanja wa vita, ina uwezo wa kuruka kwa muda mrefu kuliko baadhi ya droni za mwanzo, husaidia vikosi vya ardhini kupata taarifa kabla ya operation, inapunguza hatari kwa marubani na ndege za kawaida. Kwa kipindi chake, ASN-209 ilikuwa hatua muhimu katika maendeleo ya UAV za China. Kwa nini ilikuwa muhimu? Sababu ya kwanza ni intelligence gathering. Ilisaidia China kukusanya taarifa za operation kwa ufanisi zaidi. Sababu ya pili ni gharama ndogo. Droni inaweza kufanya kazi ambazo zamani zilihitaji ndege kubwa zaidi. Sababu ya tatu ni msingi wa maendeleo. Teknolojia iliyopatikana kupitia droni ya ASN-209 ilichangia maendeleo ya droni za kisasa zaidi zilizokuja baadaye. ASN-209 haikuwa droni maarufu zaidi wala haikuwa droni hatari zaidi, lakini ilikuwa sehemu ya msingi wa safari ya China kuelekea kwenye nguvu ya kisasa ya UAV. Tukiangazia nambari 19, hapa tunakutana na ASN-206. Katika vita vya kisasa, taarifa ni silaha na anayejua kinachoendelea kabla ya wengine mara nyingi huwa na faida kubwa kwenye uwanja wa vita. Na kabla ya China kuwa na droni za stealth na hypersonic concept, kulikuwa na droni iliyosaidia kubadilisha namna ya taarifa zinavyokusanywa. Hii ni ASN-206, moja ya droni muhimu za mwanzo katika maendeleo ya UAV za kijeshi za China. Kadri China ilivyokuwa ikiimarisha uwezo wake wa kijeshi, ilihitaji mfumo wa kupeleka macho angani bila kutumia ndege kubwa za kivita. ASN-206 ilitengenezwa kwa lengo la kutoa taarifa za upelelezi kwa vikosi vya ardhini. Iliweza kufuatilia maeneo ya operation, kukusanya picha na kusaidia makamanda kufanya maamuzi sahihi kabla ya kuanza mashambulizi. Ni drone ya surveillance na reconnaissance, ina uwezo wa kufanya upelelezi wa maeneo makubwa, hutuma taarifa kwa vikosi vya ardhini, inaweza kufanya mission za muda mrefu kuliko baadhi ya droni za awali, hupunguza utegemezi wa ndege za kawaida za upelelezi, husaidia kupanga operation kwa usahihi zaidi. Kwa kipindi chake, ilikuwa moja ya droni zilizosaidia kuharakisha matumizi ya UAV ndani ya jeshi la China. Kwa nini ilihofiwa? Sababu ya kwanza ni uwezo wake wa kuona bila kuonekana kirahisi. Iliweza kukusanya taarifa bila kuhatarisha maisha ya marubani. Sababu ya pili ni matumizi yake ya kijeshi. Ilisaidia China kupata taarifa muhimu kabla ya operation kuanza. Sababu ya tatu ni mchango wake kwenye maendeleo ya UAV. ASN-206 ilisaidia kufungua njia kwa droni za kisasa zaidi zilizokuja baadaye.
ASN-206 ilikuwa hatua nyingine muhimu kwenye safari ya UAV za China, lakini teknolojia haikusimama. China ilihitaji droni zenye uwezo mkubwa zaidi, droni zinazoweza kukaa angani kwa muda mrefu na kufuatilia maeneo ya mbali zaidi. Tukiangazia nambari 18, hapa tunakutana na droni ya BZK-005. Kadri teknolojia ya droni ilivyokuwa ikikua, mahitaji ya kijeshi yalibadilika. Haikutosha tena kuona kilicho karibu, jeshi lilihitaji kuona mbali zaidi, kukaa angani kwa muda mrefu zaidi na kufuatilia maeneo makubwa bila kusimama. Ndipo ikazaliwa BZK-005, droni iliyoisaidia China kuingia kwenye enzi ya long endurance surveillance. Wakati China ilipoendelea kuimarisha uwezo wake wa upelelezi wa kijeshi, ilihitaji droni yenye uwezo wa kufanya doria kwa muda mrefu kuliko mifumo ya awali. Lengo lilikuwa kupata taarifa za muda halisi kutoka maeneo mbalimbali bila kutumia ndege za gharama kubwa au kuhatarisha marubani. Hapo ndipo BZK-005 ilipoanza kutumika kama droni ya ISR, Intelligence Surveillance and Reconnaissance. Ni droni ya upelelezi wa masafa marefu, ina uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu, hufanya surveillance ya maeneo makubwa, hutuma taarifa za muda halisi kwa vikosi vya ardhini, ina uwezo wa kufanya misheni za umbali mrefu, hutumika kwenye operesheni za baharini na ardhini. Kwa hiyo BZK-005 ikawa moja ya droni muhimu za upelelezi katika hatua mpya za maendeleo za UAV za China. Kwa nini ilihofiwa? Sababu ya kwanza ni endurance yake. Inaweza kufanya doria kwa muda mrefu kuliko droni nyingi za awali. Sababu ya pili ni uwezo wake wa surveillance. Inaweza kufuatilia maeneo makubwa kwa wakati mmoja. Sababu ya tatu ni strategic intelligence. Taarifa zinazokusanywa zinaweza kusaidia kupanga operesheni za kijeshi kwa ufanisi mkubwa zaidi. BZK-005 ilionyesha kwamba droni hazikuwa tena vifaa vya majaribio, zilikuwa zimeanza kuwa sehemu muhimu ya maamuzi ya kijeshi. Nambari 17, hapa tunaiangazia droni ya CH-3 ama Kaihong-3. Kwa miaka mingi, droni zilikuwa macho ya kijeshi, ziliruka, zikaona na zikarudi na taarifa. Lakini dunia ya kijeshi ilianza kuuliza swali moja muhimu: je, droni inaweza kuona na pia kushambulia? Ndipo ikazaliwa CH-3 ama Kaihong-3, moja ya armored drone za mwanzo zilizosaidia kubadilisha taswira ya UAV za China. Kadri China ilivyokuwa ikiendeleza teknolojia za UAV, lengo halikuwa tena kukusanya taarifa pekee. Jeshi lilihitaji droni ambayo ingeweza kufuatilia targeti na ikiwa ni lazima kushambulia bila kusubiri ndege nyingine kufika eneo la tukio. Hapo ndipo CH-3 ilipoanza kuonekana kama hatua muhimu kuelekea armored drone warfare. Kwa China, hii ilikuwa ni hatua kubwa kutoka reconnaissance kwenda strike capability. Ni armored reconnaissance drone, inaweza kufanya surveillance na reconnaissance, ina uwezo wa kubeba silaha za mashambulizi, inaweza kufuatilia target kwa muda kabla ya hatua kuchukuliwa, hutumika kwenye operesheni za usalama na kijeshi, ina uwezo wa kufanya misheni za muda mrefu kuliko droni nyingi za awali. Kwa hiyo CH-3 ama Kaihong-3 ilikuwa moja ya drone zilizofungua mlango wa armored UAV za China. Kwa nini ilihofiwa? Sababu ya kwanza ni uwezo wa reconnaissance na kushambulia. Droni moja inaweza kuona na kushiriki kwenye operation bila kutegemea ndege nyingine. Sababu ya pili ni gharama nafuu, inaweza kufanya baadhi ya kazi ambazo zamani zilihitaji ndege kubwa zaidi. Sababu ya tatu ni athari yake kwenye maendeleo ya baadaye. CH-3 ama Kaihong-3 ilisaidia kuweka msingi wa droni maarufu zaidi zilizokuja baadaye kama CH-4 na CH-5. CH-3 ama Kaihong-3 ilibadilisha jukumu la drone kutoka kuwa jicho la jeshi hadi kuwa jicho na mkono wa operation kwa wakati mmoja. Nambari 16, hapa tunaiangazia drone ya Winglong 1. Baada ya CH-3 kuonyesha kwamba droni inaweza kuona na kushambulia, China ilitaka kwenda hatua moja mbele, droni yenye endurance kubwa zaidi na droni ambayo ingeanza kujulikana duniani kote. Ndipo ikazaliwa Winglong 1, moja ya droni maarufu zaidi kuwahi kutengenezwa na China. Wakati China ilipoendelea kuimarisha teknolojia ya armored drone, kulikuwa na hitaji la mfumo wenye uwezo mkubwa zaidi kuliko CH-3.
Lengo lilikuwa kuunda droni inayoweza kufanya surveillance ya muda mrefu, kufuatilia target kwa masaa mengi na kubeba silaha kwa ajili ya strike mission. Hapo ndipo ilipoanza kuingia kwenye huduma na kuvutia mataifa mengi duniani. Winglong 1 ni MALE UAV, medium altitude long endurance. Ina uwezo wa kufanya reconnaissance na surveillance, inaweza kubeba makombora na silaha za mashambulizi, ina endurance kubwa ya kukaa angani kwa muda mrefu, ina uwezo wa kufuatilia target kabla ya kufanya strike, hutumika katika operesheni za usalama na kijeshi. Kwa hiyo Winglong 1 ikawa moja ya droni zilizosaidia China kujulikana zaidi kwenye soko la kimataifa la UAV. Kwa nini ilihofiwa? Sababu ya kwanza ni endurance yake, inaweza kubaki angani kwa muda mrefu huku ikiendelea kufuatilia target. Sababu ya pili ni uwezo wa armed reconnaissance, inaweza kufanya surveillance na strike ndani ya mission moja. Sababu ya tatu ni ushawishi wake duniani, iliuzwa na kutumika katika maeneo mbalimbali duniani, jambo lililofanya ijulikane sana. Winglong 1 ilionyesha kwamba China ilikuwa imeingia rasmi kwenye enzi ya armed drone. Nambari 15, hapa tunakutana na droni ya CH-4 ama Kaihong-4. Baada ya Winglong 1 kuanza kujulikana duniani, China haikusimama. Wahandisi wake walitaka droni yenye uwezo mkubwa zaidi, muda mrefu zaidi angani, silaha zaidi na uwezo wa kufanya operesheni za kisasa kwa ufanisi mkubwa. Ndipo ikazaliwa CH-4 ama Kaihong-4, droni ambayo baadaye ikawa moja ya UAV maarufu zaidi kutoka China. Kadri China ilivyoendelea kuwekeza kwenye teknolojia ya drone, hitaji lilikuwa kuunda mfumo wenye endurance kubwa na uwezo wa kufanya reconnaissance pamoja na strike mission. Mradi wa CH-4 ulilenga kuipa China droni inayoweza kufanya operesheni za muda mrefu huku ikibeba silaha mbalimbali. Matokeo yake yakawa droni iliyopata umaarufu mkubwa ndani na nje ya China. CH-4 ni armed reconnaissance drone yenye uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu, kufanya surveillance ya maeneo makubwa, kubeba silaha za mashambulizi, kufuatilia target kwa muda kabla ya kushambulia, kufanya misheni za usalama na kijeshi kwa umbali mkubwa. Kwa uwezo huu, CH-4 ikawa moja ya droni muhimu zaidi katika familia ya Kaihong ama Rainbow. Kwa nini ilihofiwa? Sababu ya kwanza ni endurance kubwa. Inaweza kufanya doria kwa muda mrefu kabla ya kurudi kwenye kituo chake. Sababu ya pili ni strike capability. Inaweza kushiriki moja kwa moja kwenye operesheni za kijeshi. Sababu ya tatu ni matumizi yake mapana. Imevutia mataifa mengi yaliyokuwa yakitafuta drone yenye uwezo mkubwa kwa gharama nafuu. CH-4 ama Kaihong-4 ilionyesha kwamba droni zinaweza kufanya kazi ambazo zamani zilihitaji ndege za kivita. Nambari 14, hapa tunaiangazia droni ya WZ-8. Droni nyingi huruka taratibu zikikusanya taarifa kwa saa nyingi, lakini vipi kama mission inahitaji kasi kuliko uvumilivu? Vipi kama lengo ni kuingia, kukusanya taarifa na kuondoka kabla adui hajapata muda wa kujibu? Hapo ndipo tunakutana na WZ-8, moja ya droni za kipekee zaidi kuwahi kuonekana katika jeshi la China. Kadri China ilivyoendelea kuboresha uwezo wake wa upelelezi wa kimkakati, kulikuwa na hitaji la mfumo ambao ungeweza kufika kwenye maeneo mbalimbali kwa muda mfupi sana. Badala ya kutegemea endurance pekee, mradi huu ulilenga kasi kubwa na uwezo wa kufanya reconnaissance ya haraka. Ndipo China ilipoanza kuhusishwa na kizazi kipya cha droni za strategic reconnaissance. WZ-8 ni droni ya upelelezi wa kasi kubwa, imeundwa kwa strategic reconnaissance, ina uwezo wa kufika maeneo ya mbali kwa muda mfupi, hutumika kukusanya taarifa za kimkakati, inalenga operesheni za high speed surveillance, inaweza kusaidia kupanga shughuli za kijeshi kwa taarifa za haraka. Kinachoifanya iwe tofauti ni kwamba haitegemei kukaa angani kwa muda mrefu kama droni nyingi za kawaida. Badala yake inategemea kasi na uwezo wa kukamilisha mission kwa haraka. Kwa nini ilihofiwa? Sababu ya kwanza ni speed. Kasi kubwa huifanya iwe vigumu kwa adui kupata muda wa kutosha wa kujibu. Sababu ya pili ni strategic reconnaissance. Inaweza kusaidia kukusanya taarifa muhimu kutoka maeneo yenye umuhimu mkubwa wa kijeshi. Sababu ya tatu ni technological uniqueness. Ni tofauti na droni nyingi zinazojulikana kwa endurance badala ya kasi. WZ-5 ilionyesha kwamba si kila droni imeundwa kukaa angani kwa muda mrefu. Baadhi zimejengwa kwa ajili ya kasi ya kufika, kukusanya taarifa na kuondoka haraka.
Nambari 13, hapa tunakutana na drone ya TB-001 Scorpion. Katika ulimwengu wa drone, baadhi hujengwa kwa kasi, baadhi hujengwa kwa siri, lakini nyingine hujengwa kwa uvumilivu, uwezo wa kubaki angani kwa muda mrefu, kufuatilia, kusubiri na kufanya operation kwa masaa mengi bila kuchoka. Hii ndio TB-001 Scorpion, drone yenye muundo wa kipekee na uwezo wa safari za muda mrefu. Kadri China ilivyoendelea kuimarisha uwezo wake wa UAV, kulikuwa na hitaji la drone ambayo ingeweza kufanya operation za masafa marefu kwa ufanisi mkubwa. Lengo lilikuwa kupata drone yenye endurance kubwa, uwezo wa kubeba vifaa vingi na kufanya surveillance pamoja na strike mission. Ndipo ilipoibuka ikiwa na muundo wa twin engine uliovutia wachambuzi wengi wa kijeshi. TB-001 Scorpion ni reconnaissance na strike drone, ina engine mbili, twin engine design, ina uwezo mkubwa wa safari za masafa marefu, inaweza kufanya surveillance ya muda mrefu, ina uwezo wa kubeba vifaa na silaha mbalimbali, inafaa kwa operation za ardhini na baharini. Muundo wake wa injini mbili unaifanya ionekane tofauti na droni nyingi za kawaida zinazotumia injini moja. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni long range capability, inaweza kufanya mission za umbali mkubwa bila kutegemea vituo vingi vya kati. Sababu ya pili ni endurance, inaweza kubaki angani kwa muda mrefu huku ikiendelea kufuatilia target. Sababu ya tatu ni versatility, inaweza kutumika kwa reconnaissance, surveillance na baadhi ya strike mission. TB-001 Scorpion ilionyesha kwamba drone zinaweza kuwa kubwa, zinaweza kuwa na endurance kubwa na zinaweza kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Nambari 12, hapa tunakutana na drone ya CH-6 ama Kaihong-6. Kadri droni zilivyokuwa zikibadilika, jeshi halikuhitaji tena macho ya karibu pekee, lilihitaji kuona mbali zaidi, kukaa angani kwa muda mrefu zaidi na kufanya operation ambazo zamani zilihitaji ndege kubwa za kijeshi. Ndipo ikazaliwa CH-6 ama Kaihong-6, droni kubwa zaidi, yenye endurance kubwa zaidi na yenye malengo ya kimkakati zaidi. Wakati China ilipoendelea kuimarisha familia za droni za Kaihong ama Rainbow, wahandisi walitafuta kutengeneza UAV yenye uwezo wa kwenda mbali zaidi kuliko matokeo ya awali. Lengo lilikuwa kuunganisha surveillance, reconnaissance na uwezo wa kubeba vifaa vingi kwenye mfumo mmoja. Ndipo ilipoanza kutajwa kama sehemu ya kizazi kipya cha droni za endurance ya juu. CH-6 ni droni ya high altitude long endurance, ina uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu sana, inaweza kufanya reconnaissance ya maeneo makubwa, ina uwezo wa kubeba vifaa mbalimbali vya surveillance, imeundwa kwa operation za masafa marefu, ina uwezo wa kufanya mission za kimkakati kwa muda mrefu. Kinachoifanya iwe tofauti ni mchanganyiko wa endurance, altitude na uwezo wa kufanya operation za umbali mkubwa. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni endurance yake kubwa, inaweza kufanya doria kwa muda mrefu kuliko droni nyingi za kawaida. Sababu ya pili ni strategic reach, inaweza kufuatilia maeneo yaliyo mbali kwa muda mrefu. Sababu ya tatu ni uwezo wa operation nyingi, inaweza kusaidia surveillance, reconnaissance na shughuli nyingine za kijeshi kwa wakati mmoja. CH-6 ama Kaihong-6 ilionyesha kwamba droni zinaweza kufanya kazi ambazo zamani zilitegemea ndege maalum za upelelezi. Nambari 11, hapa tunaiangazia droni ya Winglong 3. Kwa miaka mingi, droni zilikuwa zikiruka juu ya uwanja wa vita, zikikusanya taarifa, zikifuatilia malengo na wakati mwingine kufanya mashambulizi. Lakini kadri vita vya kisasa vilivyobadilika, mahitaji ya endurance, range na uwezo wa kubeba vifaa vingi yaliongezeka. Ndipo ikazaliwa Winglong 3, moja ya droni kubwa na za kisasa zaidi kuwahi kutengenezwa na China. Kadri China ilivyoendelea kuimarisha familia ya Winglong, wahandisi walitaka kuunda droni yenye uwezo mkubwa zaidi kuliko matoleo yaliyotangulia. Lengo lilikuwa kupata UAV inayoweza kufanya reconnaissance, surveillance na operation za muda mrefu kwa umbali mkubwa zaidi. Matokeo yake yakawa droni iliyovutia wataalamu wa kijeshi kutokana na ukubwa wake na uwezo wake. Winglong 3 ni droni ya long endurance na multi-role operation. Ina uwezo mkubwa wa safari za masafa marefu, ina endurance kubwa ya kukaa angani kwa muda mrefu, inaweza kubeba vifaa mbalimbali vya surveillance, ina uwezo wa kufanya reconnaissance katika maeneo makubwa, imeundwa kwa operation za kisasa za kijeshi na usalama,
Kinachoifanya iwe tofauti ni uwezo wake wa kufanya misheni za umbali mkubwa huku ikiendelea kukusanya taarifa kwa muda mrefu. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni strategic range, inaweza kufanya operation katika maeneo ya mbali kwa muda mrefu. Sababu ya pili ni endurance, ina uwezo wa kubaki angani kwa masaa mengi bila kukatiza mission. Sababu ya tatu ni versatility, inaweza kutumika kwenye aina tofauti za operation kulingana na mahitaji ya kijeshi. Winglong 3 ilionyesha jinsi droni za China zinavyozidi kuwa kubwa na zenye uwezo zaidi. Nambari 10, hapa tunaiangazia droni ya WZ-7 Soaring Dragon. Kadri vita vya kisasa vinavyobadilika, kuona kwanza mara nyingi ni muhimu kuliko kushambulia kwanza, kwa sababu taarifa sahihi zinaweza kubadilisha matokeo ya vita kabla hata risasi ya kwanza haijapigwa. Na ili kuona mbali zaidi, China ilitengeneza droni ya kipekee, droni inayoruka juu sana na inayoweza kufuatilia maeneo makubwa kwa muda mrefu. Hii ndiyo WZ-7 Soaring Dragon. Kadri China ilivyoongeza uwezo wake wa surveillance na reconnaissance, ilihitaji droni ambayo ingeweza kufanya operesheni za altitude ya juu kwa muda mrefu. Lengo lilikuwa kupata taarifa za kimkakati kutoka maeneo ya mbali bila kutegemea ndege za upelelezi zenye marubani. Ndipo ilipoanza kuonekana kama moja ya droni muhimu zaidi za strategic surveillance. WZ-7 Soaring Dragon ni altitude reconnaissance drone, ina uwezo wa kuruka kwenye altitude kubwa sana, hufanya surveillance ya maeneo makubwa, ina endurance ya muda mrefu, hutumika kukusanya taarifa za kimkakati, inaweza kufuatilia shughuli za ardhini na baharini kwa umbali mkubwa. Muundo wake wa kipekee imeifanya iwe mojawapo ya droni zinazotambulika zaidi katika jeshi la China. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni altitude yake. Kuruka juu sana huipa uwezo mkubwa wa kuona eneo pana. Sababu ya pili ni strategic intelligence, inaweza kusaidia kukusanya taarifa muhimu kwa maamuzi ya kijeshi. Sababu ya tatu ni long endurance operation, inaweza kufanya doria kwa muda mrefu kabla ya kurejea. WZ-7 Soaring Dragon imekuwa moja ya macho muhimu kwa China angani. Nambari 9, hapa tunaiangazia droni ya CH-5 ama Kaihong-5 Rainbow. Kadri droni zilivyokuwa zikikua, mahitaji ya jeshi yalikuwa makubwa zaidi, range kubwa zaidi, endurance kubwa zaidi na uwezo wa kubeba vifaa na silaha nyingi zaidi. Ndipo China ikaamua kwenda hatua nyingine, hatua ya kutengeneza droni kubwa kuliko nyingi zilizokuwa kabla yake. Hii ndiyo CH-5 Rainbow ama Kaihong-5 Rainbow, moja ya droni kubwa na zenye uwezo mkubwa zaidi katika familia ya Kaihong. Wakati China ilipoendelea kuendeleza teknolojia ya UAV, wahandisi walihitaji droni ambayo ingeweza kufanya operesheni za muda mrefu zaidi kuliko Kaihong-4. Lengo lilikuwa kuunganisha endurance, uwezo wa kubeba vifaa vingi na matumizi ya endurance pamoja na strike kwenye mfumo mmoja. Ndipo ilipozaliwa kama moja ya droni za kizazi kipya cha China. CH-5 ni long endurance combat drone, ina uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu sana, inaweza kufanya surveillance ya maeneo makubwa, ina uwezo mkubwa wa kubeba vifaa vya reconnaissance, ina uwezo wa kushiriki katika strike mission, imeundwa kwa operation za masafa marefu. Kinachoifanya iwe tofauti ni mchanganyiko wa ukubwa, endurance na versatility yake. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni endurance kubwa, inaweza kufanya mission za muda mrefu kuliko droni nyingi za kawaida. Sababu ya pili ni payload capability, ina uwezo wa kubeba vifaa vingi na mifumo mingi zaidi. Sababu ya tatu ni operation flexibility, inaweza kutumika katika aina mbalimbali za operation za kijeshi. CH-5 ama Kaihong-5 ilionyesha kwamba droni zinaweza kuwa karibu na uwezo wa baadhi ya ndege za kivita. Nambari 8, hapa tunaiangazia droni ya Winglong 2. Katika vita vya kisasa, taarifa ni nguvu, lakini taarifa pekee haitoshi. Jeshi pia linahitaji uwezo wa kuchukua hatua mara moja, kuona, kufuatilia na kushambulia ikiwa ni lazima. Ndipo ikazaliwa Winglong 2, droni iliyokuja kubadilisha kabisa familia ya Winglong. Baada ya mafanikio ya Winglong 1, iliamua kuunda toleo kubwa zaidi na lenye uwezo mkubwa zaidi. Lengo lilikuwa kuongeza endurance, kuboresha mifumo ya sensa na kuifanya droni iweze kufanya operesheni nyingi kwa wakati mmoja. Ndipo ilipoingia kwenye hatua mpya ya maendeleo za UAV za China.
Kwa muda mfupi ikawa moja ya droni zilizojulikana zaidi katika soko la kimataifa. Winglong 2 ni multi-role combat drone, ina endurance kubwa ya kukaa angani kwa muda mrefu, inaweza kufanya reconnaissance na surveillance, ina uwezo wa kubeba aina mbalimbali za silaha, inaweza kufuatilia malengo mengi kwa wakati mmoja, inafaa kwa operation za masafa marefu. Kinachoifanya iwe tofauti ni uwezo wake wa kufanya majukumu mengi ndani ya mission moja. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni versatility, inaweza kufanya surveillance na strike kwa ufanisi mkubwa. Sababu ya pili ni endurance, inaweza kubaki angani kwa muda mrefu huku ikiendelea kufuatilia eneo. Sababu ya tatu ni ushawishi wake duniani, imevutia mataifa mengi na kuwa moja ya droni zinazojulikana zaidi kutoka China. Winglong 2 ilionyesha kwamba China haikuwa tena mfuasi wa teknolojia ya drone, ilikuwa imeanza kuwa mmoja wa washindani wakubwa duniani. Nambari 7, hapa tunaiangazia drone ya WZ-10 Diving Eagle. Bahari ni kubwa, mipaka ya angani ni mikubwa zaidi, na katika dunia ya leo, taifa linaloweza kuona mbali zaidi mara nyingi huwa na faida kubwa ya kijeshi. Ndiyo sababu China ilitengeneza drone ambayo si kubwa tu, bali imeundwa kwa ajili ya kuona, kufuatilia na kukusanya taarifa katika maeneo makubwa sana. Hii ndio WZ-10 Diving Eagle, moja ya droni za kipekee zaidi kuwahi kuonekana katika programu za UAV za China. Kadri China ilivyoongeza uwezo wake wa ufuatiliaji wa anga na bahari, kulikuwa na hitaji la droni yenye uwezo mkubwa wa kubeba sensa na mifumo ya rada. Lengo lilikuwa kupata taarifa za kimkakati kutoka umbali mkubwa na kusaidia kufuatilia shughuli katika maeneo yenye umuhimu wa kijeshi. Ndipo ilipoanza kutajwa kama moja ya droni kubwa na za juu zaidi katika jukumu la strategic surveillance. Diving Eagle ni strategic reconnaissance drone, ina uwezo mkubwa wa surveillance, imeundwa kwa operesheni za masafa marefu, inaweza kubeba mifumo ya kisasa ya sensa na rada, husaidia kufuatilia maeneo makubwa ya anga na bahari, hutumika kukusanya taarifa za kimkakati kwa muda mrefu. Tofauti yake kubwa ni kwamba imejengwa kwa ajili ya kuona na kufuatilia zaidi kuliko kushambulia. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni uwezo wake wa reconnaissance, inaweza kusaidia kukusanya taarifa muhimu katika maeneo makubwa sana. Sababu ya pili ni matumizi ya rada na sensa, hii huongeza uwezo wake wa kufuatilia shughuli mbalimbali kwa umbali mkubwa. Sababu ya tatu ni umuhimu wake wa kimkakati, taarifa inayokusanywa inaweza kusaidia kupanga operesheni za angani na baharini. Diving Eagle ni mfano wa jinsi droni zinavyoweza kuwa macho ya taifa. Nambari 6, hapa tunakutana na droni ya GJ-2 ama Gongji-2. Katika vita vya kisasa, si lazima utume ndege kubwa ya kivita, wala si lazima marubani waingie kwenye eneo la hatari. Wakati mwingine shambulio linaweza kuja kutoka juu, kimya, kwa usahihi na kwa muda ambao adui hajatarajia. Hii ndio GJ-2, droni ya mashambulizi iliyobeba kizazi kipya cha uwezo wa UAV za China. Kadri China ilivyoongeza uwekezaji kwenye droni za kivita, kulikuwa na hitaji la mfumo wenye uwezo mkubwa wa strike mission pamoja na surveillance. Lengo lilikuwa kuwa na droni inayoweza kufanya operesheni za muda mrefu huku ikibaki na uwezo wa kushughulikia malengo mbalimbali ya kijeshi. Ndipo ilipoanza kuonekana kama moja ya droni muhimu za mashambulizi katika maendeleo ya UAV za China. GJ-2 ni Unmanned Combat Area Vehicle UCAV, ina uwezo wa kufanya surveillance na reconnaissance, inaweza kubeba silaha kwa ajili ya strike mission, ina endurance kubwa ya kukaa angani kwa muda mrefu, inaweza kufuatilia malengo kabla ya kuchukua hatua, imeundwa kwa operesheni za kisasa za kijeshi. Kinachoifanya iwe tofauti ni uwezo wa kuunganisha upelelezi na mashambulizi kwenye jukwaa moja. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni strike capability, inaweza kushiriki moja kwa moja katika operesheni za mashambulizi. Sababu ya pili ni endurance, inaweza kubaki angani kwa muda mrefu ikisubiri muda sahihi wa mission. Sababu ya tatu ni precision, imeundwa kwa kufanya operesheni zinazohitaji usahihi mkubwa dhidi ya malengo maalum. GJ-2 imeonyesha jinsi droni zinavyobadilisha taswira ya vita vya kisasa. Nambari 5, hapa tunaiangazia droni ya WZ-9 Diving Eagle. Kabla ya jeshi halijachukua hatua, lazima kwanza lijue kinachoendelea. Nani yuko wapi, ndege gani zimeruka, meli gani zinasogea na tishio linatokea upande gani?
Ndiyo maana baadhi ya droni hazijengwi kwa ajili ya kushambulia, bali kwa ajili ya kuona kila kitu kinachotokea. Hii ndio WZ-9 Diving Eagle, moja ya droni za upelelezi wa kimkakati zinazovutia zaidi kutoka China. Kadri China ilivyoongeza uwezo wake kufuatilia angani na baharini, kulikuwa na hitaji la droni yenye uwezo mkubwa wa kubeba rada na sensa za kisasa. Lengo lilikuwa kupata taarifa za mapema kuhusu shughuli za kijeshi zinazoweza kutokea katika maeneo ya mbali. Ndipo ilipoibuka kama sehemu ya juhudi za kuimarisha uwezo wa strategic reconnaissance. WZ-9 Diving Eagle ni droni ya strategic surveillance, ina uwezo wa kufanya upelelezi wa masafa marefu, imeundwa kubeba mifumo ya rada na sensa za kisasa, inaweza kufuatilia maeneo makubwa kwa wakati mmoja, hufanya operesheni za altitude ya juu, husaidia kukusanya taarifa za kimkakati kwa muda mrefu. Tofauti yake kubwa ni kwamba thamani yake ipo kwenye taarifa zinazokusanywa kuliko mashambulizi inayoweza kufanya. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni uwezo wake wa kuona mbali. Droni hii imeundwa kusaidia kugundua shughuli katika maeneo makubwa sana. Sababu ya pili ni mifumo yake ya sensa, inaweza kusaidia kuongeza uwezo wa kufuatilia anga na bahari kwa wakati mmoja. Sababu ya tatu ni umuhimu wake wa kimkakati. Katika vita vya kisasa, taarifa sahihi mara nyingi huwa muhimu kuliko silaha yenyewe. WZ-9 Diving Eagle ni mfano wa droni ambayo nguvu yake ipo kwenye taarifa na sio kushambulia. Nambari 4, hapa tunaiangazia droni ya GJ-11 Sharp Sword. Kwa miaka mingi, droni zilionekana kwenye rada, zikifuatiliwa na wakati mwingine zikizuiliwa. Lakini vipi kama droni inaweza kupunguza uwezekano wa kugunduliwa? Vipi kama inaweza kuingia ndani zaidi, karibu na eneo la adui, bila kupitia tahadhari nyingi? Hapo ndipo tunakutana na GJ-11 Sharp Sword, moja ya droni za stealth zinazovutia zaidi kuwahi kuonyeshwa na China. Kadri China ilivyokuwa ikiangalia mustakabali wa vita vya anga, kulikuwa na hitaji la droni ambayo ingeweza kufanya operesheni za kisasa huku ikitumia teknolojia ya kupunguza uwezekano wa kugunduliwa. Lengo lilikuwa kuunganisha stealth, autonomous na uwezo wa operesheni za kivita kwenye jukwaa moja. Ndipo ilipoanza kuvutia macho ya wachambuzi wengi wa kijeshi duniani. GJ-11 ni Stealth Unmanned Combat Aerial Vehicle, imeundwa kwa kutumia zana ya stealth, ina uwezo wa kufanya strike mission, inaweza kufanya reconnaissance katika baadhi ya mazingira ya operation, imeundwa kwa operation za kisasa za anga, ina muundo wa flying wing unaosaidia sifa zake za stealth. Muundo wake umeifanya ionekane tofauti kabisa na droni nyingi za kawaida. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni stealth technology. Kupunguza uwezekano wa kugunduliwa ni faida kubwa katika operation za kijeshi. Sababu ya pili ni uwezo wa combat mission. Imeundwa kwa mazingira yanayohitaji usahihi na ufanisi mkubwa. Sababu ya tatu ni teknolojia ya kizazi kijacho. Wachambuzi wengi wanaiona kama ishara ya mwelekeo wa baadaye wa UAV za kivita za China. GJ-11 Sharp Sword imeonyesha kwamba droni za baadaye hazitakuwa tu macho ya jeshi, zitakuwa sehemu muhimu ya nguvu za mashambulizi. Nambari 3, hapa tunaiangazia droni ya CH-7 ama Kaihong-7. Kadri mifumo ya rada ilivyozidi kuwa ya kisasa, ndivyo changamoto ya kuingia ndani ya eneo la adui ilivyoongezeka. Ndege nyingi zinaweza kuonekana, makombora yanaweza kufuatiliwa, lakini vipi kama droni imeundwa kupunguza uwezekano wa kugunduliwa tangu mwanzo? Vipi kama inaweza kusafiri umbali mkubwa, kukusanya taarifa na kutekeleza operesheni maalum kwa siri zaidi? Hii ndiyo CH-7 ama Kaihong-7, moja ya droni za stealth zinazowakilisha maono ya baadaye ya China. Kadri China ilivyoendelea kuwekeza katika teknolojia za kizazi kijacho, wahandisi wake walitafuta droni ambayo ingeunganisha stealth, endurance na uwezo wa kufanya operesheni za masafa marefu. Lengo halikuwa kutengeneza droni ya kawaida. Lengo lilikuwa kuunda mfumo unaoweza kufanya reconnaissance na operesheni za kimkakati katika mazingira yenye ulinzi mkali wa anga. Ndipo ilipoanza kutajwa kama sehemu ya mustakabali wa UAV za China. CH-7 ni stealth UAV ya kizazi kipya, imeundwa kwa zana ya low observable design, ina uwezo wa kufanya reconnaissance ya masafa marefu, ina endurance kubwa ya kukaa angani kwa muda mrefu, imeundwa kwa operesheni za kimkakati, inaweza kufanya mission katika maeneo yenye ulinzi mkubwa wa anga.
Kinachoifanya iwe tofauti ni mchanganyiko wa stealth na long range operation. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni stealth capability. Kupunguza uwezekano wa kugunduliwa huongeza nafasi ya kukamilisha mission. Sababu ya pili ni strategic reach. Inaweza kufanya operation za umbali mkubwa zaidi kuliko droni nyingi za kawaida. Sababu ya tatu ni future warfare concept. CH-7 inaonekana kama sehemu ya kizazi kipya cha droni zinazoweza kubadilisha namna operesheni za anga zinavyofanyika. CH-7 inaonyesha mwelekeo wa baadaye wa teknolojia ya UAV, mchanganyiko wa siri, umbali na teknolojia ya hali ya juu. Nambari 2, hapa tunakutana na droni ya WZ-8 Strategic High Speed Reconnaissance. Katika dunia ya vita vya kisasa, muda ni silaha. Sekunde chache zinaweza kubadilisha matokeo ya operesheni nzima. Ndiyo maana si kila droni imejengwa kukaa angani kwa muda mrefu. Baadhi zimejengwa kwa kasi ya kuvunja matarajio, kuingia haraka, kukusanya taarifa na kutoka kabla hatari haijafika. Hii ndio WZ-8 Strategic High Speed Reconnaissance, droni ya kipekee ya upelelezi wa kasi ya juu. Kadri China ilivyoendelea kuimarisha uwezo wake wa strategic intelligence, kulikuwa na hitaji la mfumo wa upelelezi unaoweza kufikia maeneo ya mbali kwa muda mfupi sana. Badala ya kutumia njia za kawaida za reconnaissance zinazotegemea endurance, WZ-8 ilibuniwa kwa zana tofauti kabisa, kasi ya juu na misheni fupi lakini muhimu. Ndipo ilipoibuka kama moja ya miradi ya kipekee zaidi katika teknolojia ya UAV za China. WZ-8 ni high speed reconnaissance drone, imeundwa kwa ajili ya strategic reconnaissance. Ina uwezo wa kufika maeneo ya mbali kwa muda mfupi, hutumika kukusanya taarifa za haraka za kijeshi, inategemea speed badala ya endurance, inafaa kwa operesheni za haraka za intelligence. Tofauti yake kubwa ni kwamba haijajengwa kukaa angani kwa muda mrefu, bali kufanya mission kwa haraka na kwa usahihi. Kwa nini inahofiwa? Sababu ya kwanza ni speed. Kasi yake kubwa huifanya iwe vigumu kwa mifumo ya kawaida kuizuia kwa urahisi. Sababu ya pili ni strategic penetration. Inaweza kuingia kwenye maeneo ya ulinzi mkubwa kwa muda mfupi na kukusanya taarifa muhimu. Sababu ya tatu ni uniqueness ya muundo. Ni tofauti kabisa na UAV nyingi zinazotegemea endurance na stealth. WZ-8 imeonyesha kwamba wakati mwingine kasi ni silaha muhimu. Na hatimaye nambari 1, hapa tunaiangazia droni ya H-20 Stealth Strategic UAV Concept. Katika safari yote ya UAV za China, tumeona droni za upelelezi, tumeona droni za mashambulizi, tumeona stealth na tumeona endurance. Lakini sasa tunafika kwenye kiwango ambacho kinabadilisha maana ya vita vya anga. Hii si droni ya kawaida, hii ni zana ya ndege isiyo na rubani ya kimkakati. Hii ndiyo H-20 Concept, moja ya mifumo inayochukuliwa kama mustakabali wa strategic air power. Kadri China inavyoendelea kuboresha uwezo wake wa strategic deterrence, kulikuwa na hitaji la mfumo wa anga unaoweza kubeba uwezo mkubwa wa mashambulizi ya kimkakati bila kutegemea ndege za kawaida za bomba. Ndipo zana ilipoanza kuhusishwa na kizazi kipya cha teknolojia ya anga ya China. H-20 inaelezwa kama stealth strategic bomber concept. Ina uwezo wa masafa marefu sana, imeundwa kwa deep penetration mission, ina uwezo wa kubeba payload ya kimkakati, inachukuliwa kama sehemu ya future air deterrence. Kinachoifanya iwe tofauti ni zana yake, si UAV ya kawaida, bali ni mfumo wa strategic strike wa kizazi kijacho. Kwa nini inachukuliwa ya juu zaidi? Sababu ya kwanza ni strategic role yake, inaingia kwenye kiwango cha National Deterrence System. Sababu ya pili ni stealth range concept, imeundwa kuingia deep ndani ya anga la adui bila kugunduliwa kirahisi. Sababu ya tatu ni future warfare symbols, inaonyesha mwelekeo wa vita vya anga vya baadaye zaidi kuliko droni za kawaida. H-20 inaonyesha kwamba mustakabali wa vita vya anga hauko tena kwenye droni pekee, bali kwenye mifumo ya kimkakati inayoweza kubadilisha usawa wa nguvu duniani. Na